Mambo vipi mtazamaji wa Kariakoo Media? Hii ni Kariakoo Media, tunakuletea update zote zile za kimichezo, na hapa niko na mchezaji Medi kutoka nchini Kongo. Yeye mwenyewe atatuelezea anacheza nafasi gani, lakini lengo kubwa la kuja hapa nchini ni nini hasa. Huyu hapa, mambo? Safi sana, nashukuru sana. Kwanza moja kwa moja tuelezee unacheza nafasi gani na lengo la kuja nchini Tanzania ni nini hasa? Mimi nacheza kama defender, nacheza namba 2, nacheza namba 4, nacheza namba 5. Na lengo ya kuja yangu hapa Tanzania yani kia ni perform. Nimeshacheza Kongo, natokea Bukavu, Goma, nimecheza timu za huko. Na hivi nataka nije hapa Tanzania, natafuta maisha. Na kwa hiyo ndo nimesema nikuja hapa Tanzania kutafuta maisha. Unapotokea wanatokea wachezaji gani hasa ambao wanacheza hapa nchini Tanzania? Nazungumzia katika vilabu vikubwa, maana tumekuwa na wachezaji wanaotoka Kongo wengi hasa katika vilabu vya Yanga na Simba. Ndio, hapo penye natokea najua na familia tu wachezaji kama wawili, yani Paul Kasindi. Sijui timu anacheza hapa lakini anacheza hapa. Kuna mwingine tulikuwa tukicheza naye huko Kongo. Na kwa hiyo wengine wanakuja kwenye Yanga, kwenye Simba, au wanatokea kwenye Capital, yani mji wa Kinshasa. Sasa mimi natokea Bukavu. Maxi Zengeli mchezaji bora, ila nimeshawahi kucheza naye yani mwaka 2022 tumecheza naye timu yao ya Kongo, na yetu nilikuwa nikicheza kwenye Show Sport, nilikuwa captain hapo kwenye timu ya Show Sport. Yeye alikuwa akicheza kwenye Maniema Union. Ndo tumecheza hiyo mechi wakatufunga goli 2-0. Ndio. Unazungumziaje lakini kiwango chake? Kiwango chake mchezaji mzuri, yani uko pembeni ni kama hivyo nimemjua, yani tulikuwa mstari mmoja mimi naye. Nilikuwa nikicheza pembeni na akicheza pembeni. Muda wote tulikuwa tukikutana kabisa, lakini na idea kabisa mchezaji mzuri. Yanga wanajembe. Wanajembe, hiyo ni jembe kabisa. Wana mchezaji mzuri huyu kabisa, Maxi Zengeli. Mchezaji mwingine ambaye unamfahamu kwenye hizi Yanga na Simba? Kwenye Yanga na Simba, wengine labda wameshatoka, wameshaenda, lakini sijawahi kucheza nao. Kama wakina Juma Shabani, wakina Lomalisa. Sijawahi kucheza nao, yani wakubwa wangu au na ndio kabisa. Mkoko na wajua wote na wafamia kwenye nchi yetu Kongo. Lakini sijawahi kucheza nao, sijawahi kukutana nao. Lakini ulikuwa unaona wakicheza Yanga? Ndio, nilikuwa nikiwaona wakicheza kwenye timu ya Yanga. Matamanio yalikuwaje? Walikuwa wakitupa raha huku, yani hao wanacheza nchi nyingine lakini wanatupatia raha ndani ya nchi mwetu. Tukiwasikia huko tunasikia wamefanya vitu vizuri, tunajisikia nasi tuko sawa huko kabisa. Lakini hii zana ya kusema kwamba Wakongo wengi wanaipenda Yanga ikoje huko? Yanga inaonekana Kongo kama timu kubwa ya hapa Tanzania. Watu wote wanajua Yanga ni timu ya kwanza, Simba timu ya pili. Huko Kongo ndo watu wengi wanajua hivyo. Ni kama Yanga, ukiona Yanga unaenda Kongo unaona kama Mazembe, TP Mazembe. Ukienda kwenye Simba unaona kama Vin Club ya Kongo tu kama hivyo. Ndo watu wanaichukulia hivyo. Enzi za yakina Yaniki, yakina Jesus Morocco, ulikuwa unaonaje hiyo una wewe mpaka kuja nchini Tanzania kutaka kuperform na upate timu pia? Mimi nimekuwa nimewaona, yani wametoka Kongo, wamefika hapa, wameperform vizuri, wamepandisha sana kuliko gisi walikuwa huko. Na kwa hiyo na mimi nimesema lengo langu niende mbele, nipiganishe maisha, niende mbele. Ndio nimesema nikuje hapa Tanzania nami niangalie kama nda perform, nipandishe juu sana kuliko gisi nimekuwa mbele. Lakini unazungumziaje kwa upande wa hizi timu kubwa za hapa nchini Tanzania na ushindani ambao upo katika soka sasa hivi? Katika ushindani sisi tuko huko Kongo tunasikia Yanga, Simba. Kama hivyo Kongo nasi tunasikia akina Mazembe, Vin Club, ndio hivyo tunaisikia huko. Ukishasikia Yanga, Simba maana hiyo ni mechi kubwa sana. Ila kuna timu zingine hazijawahi kukua kama hivyo, lakini zinasikilika nazo huko Kongo. Na kwa hiyo wachezaji wote wanakuja hapa wanasema nije nikacheze kwenye Yanga, kwenye Simba.
Yani ndio timu kubwa watu wote wanajua kama hapa Tanzania. Watu walikuwa wanamuimba sana Fiston Kalala Mayele na sasa hivi anacheza huko Pyramids. Wewe unaonaje kiwango cha Fiston alivyokuwa hapa akicheza Yanga na watu walivyompokea nchini Tanzania? Unamuongeleaje? Yani Fiston Kalala Mayele mchezaji mzuri, hata kwenye nchi yetu tunamkubali sana. Alikuja hapa, alipandisha form na kwa hiyo alienda huko kwenye Pyramid. Kwa hiyo mchezaji bora kabisa, mchezaji mzuri na tunamkubali sana kabisa. Nikikupa nafasi ya kuchagua Yanga na Simba huku unaenda? Kwa sasa sijaelewa ndaweza chagua kwenda. Mimi mchezaji kusema nichague huku, kusema nichague huku sio vizuri. Mimi timu itanitaka ndacheza kabisa. Na kwa hiyo siyasema nachagua Yanga, nachagua Simba, yani zote timu kubwa na timu bora kabisa nazikubali. Unazifuatiliaga mechi zao? Ndio, sometimes naonaga tu kwenye Facebook. Huko Kongo tunaona wamecheza, vimekuaje, vimeendeka hivi. Lakini nawafuatilia kidogo kabisa. Msimu huu unaionaje Simba? Pale nikikupa nafasi ya kutoa mchezaji mmoja katika nafasi yako unayocheza, utamtoa nani afuata utaingia wewe? Wachezaji siwafamie vizuri. Lakini mimi ukinifikisha hapo kwenye namba 2 kabisa ndacheza vizuri sana. Unaona una nafasi pale Simba? Ndio, najikubali kabisa. Namba 2. Namba 2 kabisa hapo. Na kwa upande wa Yanga? Hivyo. Mimi mchezaji nacheza sana namba 2. Ndio namba yangu kabisa, mimi nacheza sana. Ila huko hiyo namba 4, namba 5 ndio mwaka wangu wa kwanza umeisha, nimecheza hapo. Yani tumepata kocha mpya ndio amenigeuza kunirudisha hapo kwenye timu nimetokea. Ndio. Unaonaje kwa sasa hivi kiwango chako ukiwa hapa na kocha Kibade? Hapa na nimefika sijagawa. Lakini najitahidi kuendelea kufanya mazoezi. Nilikuwa siku nyingi sifanye mazoezi. Ila kumkuta mwalimu Kibadeni hapa ananionyesha, ananituma kabisa kutumika zaidi na zaidi ili nipate form. Ushindani wa Yanga na Simba hapa nchini Tanzania, ni ukipewa nafasi ya kucheza hizi timu mbili unaweza kuhimili kabisa? Ndio, naweza kuhimili na naweza jitahidi kabisa kujitoa. Ndio kabisa. Wewe unazungumziaje soka la hapa nchini Tanzania? Limepanda, soka ya Tanzania imepanda sana. Miaka imepita ilikuwa isikiliki sana, lakini miaka 5 hapa soka ya Tanzania imepanda kabisa. Mjini Afrika mzima tunasikia Yanga, tunasikia Simba wanaenda kucheza Confederation, wanacheza Champions. Yani inaonekana hapa imepanda kabisa, soka imepanda sana hapa Tanzania. Ukisikia dabi ya Kariakoo hapa nchini Tanzania, unavuta picha gani? Kama picha yani Simba na Yanga wanakutana, yani wewe unapata taswira gani hizi timu mbili zikikutana? Hizo timu mbili zikikutana, najisikia raha kuona timu kubwa ziwili zinacheza fasi moja, zinapambana, kila mtu anataka ushindi. Na ukishaingia kiwanzani kila mtu anataka ushindi, lakini kuna nani tatu resultats tunasema kwenye Kifaransa, sijui kwenye Kiswahili kizuri. Kuna resultat 3. Yani ama upoteze, ama ushinde, ama ugawe. Ndio hiyo. Messi. Asante sana. Merci.